Katika mwaka fulani kulizuka na mapigano baina ya jamii moja na jamii nyingine, na kama unavyojua bwana, kwenye mapigano yoyote yale lazima pawepo na hasara. Watu wanahama nyumba zao, wanakimbia, maana ishakuwa vita tayari, lakini watu wanakimbizana na familia zao, yani baba anaelekea upande mwingine na mama pia anaelekea upande mwingine. Lakini kwa sababu familia zinakuwa zimeshatengana, basi hata shida ya chakula inakuwepo ndani. Basi bwana, katika mapigano haya yalipokuwa yamezuka, kuna baadhi ya watu walikimbilia polini, lakini leo tunamuona jamaa mmoja hapa. Huyu jamaa alikimbilia polini baada ya familia yake yote kuweza kusambaratishwa, yani wazazi wake pamoja na jamaa zake wengine kuweza kuuawa. Basi jamaa huyu huko polini amekuwa anaishi peke yake. Huwa ana tabia, anasoma Biblia, anasoma vitabu mbalimbali, lakini kwa sababu ya njaa amejikuta sasa ametengeneza bustani kwa ajili ya kuweza kujipatia mboga mbalimbali. Kumbuka, ukishakuwa polini manake utakula vyakula poli kama vile uyoga na matunda, lakini pia sisi ni binadamu tushazoea maisha fulani hivi, kwa amejikuta sasa anatengeneza bustani. Lakini kwa sababu hali imekuwa ni ya vita, anapokuwa yuko peke yake anahisi kama kuna mtu anamgusa. Kumbuka jamaa psychologically ashabadilika tayari. Basi leo jamaa alipokuwa yupo nyumbani amepumzika zake, ghafla akasikia kama huko nje kuna watu wanatembea. Basi ile kuchungulia akaona kuna mama mmoja yuko na binti yake. Bwana, vita vikishatokea huwezi kumwamini mtu yote yule. Jamaa ameshika mashine gani, lakini hajali huyo mama anayekuja hapo ni mzee yuko na mtoto. Lakini huyo mama naye anahitaji tu ni hifadhi. Jamaa hamuamini hata kidogo. Basi mama akamwambia, bwana, naomba hifadhi, chukua hivi vipande vya dhahabu hapa, vitu mbalimbali. Jamaa akakataa. Basi bibi mkubwa akamwambia, basi chukua hata hii hapa, chukua hata hii hapa mbegu kwa ajili ya mboga. Lakini jamaa alikataa. Lakini bibi mkubwa alipomwambia, basi leo nitakupatia binti yangu uweze kulala naye kwa usiku mmoja, basi jamaa hapo likakubali. Kumbuka bana, vita vinafanya unasambaratika na familia yako, unatengana na familia yako. Na jamaa tujui kama lilioa au vipi, lakini lesa lina ukwasu mkali kweli yani. Alafu unaona kabisa ndege imekuja hapa, basi acha ngoja niweze kuitumia. Ukweli wa usiku bana, ulikuwa ni usiku mzuri sana kwake, kwani ametengana familia muda mrefu na leo anapata kupumzika na binti mdogo. Lakini jamaa lina manyoya mengi sana. Binti akawa anaogopa, akatamani kulinyoa kwa bana, chukua kwa hivyo hapa nikunyoe kidogo. Jamaa akahisi kama vile binti anataka nikate shingo. Jamaa aliweza kumchomolea pale. Basi ilipofika asubuhi, bi mkubwa anahitaji mrejesho kutoka kwa mshikaji. Vipi, umeenjoy? Mshikaji anamwambia yes, nimeweza kuenjoy ndio. Bwana, vita ni hatari sana. Ni hatari sana, lakini angalia wanatafuta hifadhi. Kwa hiyo imefika hatua waweze kumkea kidogo jamaa ili uweze kupata hifadhi. Unaona kidogo leo jamaa wanamnyoa tu ndevu au soft kumpetipeti ili uweze kupata hifadhi. Na hata siku nyingine wakasaidizana naye pia kuweza kupanda mboga. Lakini bibi mkubwa alipokuwa akiona ile bunduki alikuwa anaitamani kweli, kwamba inawezekana hii inaweza kutusaidia hata kwa miaka ya baadaye huko mbeleni. Lakini bana, ukipata sehemu ya kupumzika, pumzika tu, tulia kwanza. Basi huyo binti akafanyika kama vile ni mke wa mshikaji. Kila siku usiku, kwa sababu analala hapo ndani, basi mama analala sebuleni, lakini binti analala na mshikaji huko ndani. Sasa bwana, huu ni msimu wa vita. Tunajiuliza wanatumia kinga kweli au ndo yale mambo ya kizunguzungu? Muda si mrefu tutasikia binti ana mimba. Lakini bi mkubwa kila anapomsogelea jamaa, anapoiona hiyo binduki, bi mkubwa anaitamani, anashika mpaka vitu mbalimbali aweze hata kumua, lakini hawezi. Leo binti akiwa yuko peke yake mtoni anajaribu kutekateka maji, ghafla akawa amevamiwa. Lakini yule jamaa ambaye amewapokea huyo binti na huyo mama akakimbia haraka kwenda kumuokoa. Bwana, binti alikuwa amebananishwa na wale wapiganaji na amelazwa chini hapo, hana msaada wowote. Kumbuka bana, hii ni vita ya wao kwa wao. Basi jamaa aliweza kushambuliwa kwa risasi pale akashuka chini, lakini kwa bahati nzuri yule jamaa akajua amemuua, lakini kumbe hajamuua. Jamaa akajiokoa, akamuokoa na binti akaweza kuondoka. Jamaa tayari amepigwa risasi ya tumboni, na yeye ndiye anafanya kazi ya kuweza kutafuta chakula kwenye hiyo nyumba. Unafikiri nini kitatokea endapo kama jamaa ataweza kufariki?
Basi jamaa akafikishwa nyumbani na akaweza kupatiwa huduma ya kwanza, lakini risasi alizotolewa zina sumu. Ina maana kwamba risasi imetolewa sawa, lakini sumu imebaki ndani ya mwili wa jamaa. Sumu ndio ambayo inamtesa. Wametoa risasi, lakini dawa zingine za kuweza kuondoa sumu mwilini hawazifahamu. Licha ya kuweza kumfanyia huduma ya kwanza, lakini mama akawa anamwambia binti yake, huyu jamaa muache afe, afe tu, kwa sababu na sisi pia tumwamini. Lakini binti akamwambia, hapana mama, huyu jamaa ameniokoa mimi nisiweze kufariki, hebu tuweze kumsaidia. Na hata hali ilipokuwa inazidi kuwa mbaya, walipozidi kumpatia huduma ya kwanza, jamaa akaanza kulikava taratibu taratibu. Lakini mwendo umekuwa ni ule ule. Jamaa ameshapata mke kwa sababu ya njaa. Huyu mama na binti yake hawana kwa kula chakula, basi ikabidi apewe binti ili aweze kuwahudumia. Na usiku wa leo ulikuwa ni mbaya, kwani waliweza kutembelewa na maadui. Sasa bwana, vita vinapotokea haumwamini mtu yeyote yule. Basi walipojificha wale maadui, kumbe walikuwa hawana shida na wao, walikuwa wana shida na chakula ambacho wamekipanda. Kumbuka hawa bwana wao wamepanda bustani nje ya mboga mboga. Na kulipokucha asubuhi, huyu jamaa kuja kuangalia na kuta mboga zote zimeweza kung'olewa. Ina maana adui aliyekuja alikuja kutafuta chakula, hakuja kutafuta uhai wao. Bwana, licha ya kupewa hifadhi, lakini mama akawa amepanga mchakato wa kuweza kumpa mshikaji. Basi leo akatengeneza chakula, na hicho chakula akawa amekiweka sumu, na binti ndiye akawa na hilo jukumu la kuweza kumpa mshikaji aweze kula. Basi ilipofika muda wa chakula, akapata chakula kwa pamoja, lakini kuna sumu ilikuwa imetekwa. Basi asubuhi mama akaenda kumwambia binti, amka tuondoke. Mama akijua mshikaji amekufa, lakini kumbe mshikaji hajafa. Na ile sumu imekwenda wapi? Ile sumu binti hakuweka kwenye chakula cha mshikaji, ila aliweka kwenye chakula cha mama. Na pale pale mama yake akagundua ametiwa sumu na binti yake. Ndipo akajua kana kwamba mwanangu amefanya chaguo la kubaki na huyu mshikaji, lakini sio la kwenda na mimi pamoja. Na mama basi alichokifanya yeye, akaondoka, afika mpaka pembezoni mwa ile nyumba, akapata sigara yake, lakini pia alikuwa tayari kutumia kisu chake ili aweze kuondoa uhai wake. Basi jamaa akawa anarudi zake home, akakutana na sungura wawili wamenaswa kwenye mtego. Alichokifanya akachukua tayari kitoweo cha siku hiyo nyumbani. Lakini wakati huo huo binti akaanza kumuuliza mshikaji, wewe ilikuwaje, kuaje, background yako kwenu? Basi jamaa akamwambia kabisa, bwana, vita vilitokea, kama unavyojua hali sio shwari. Wazazi wangu, kaka zangu wote waliweza kupoteza maisha. Baina nilikuwa nimepona ni mimi peke yangu, na ndio maana umeona nimekimbilia huku poleni. Ulipokuwa usiku, binti bwana ameshapata mimba, ni mjamzito. Akamwambia mshikaji, mimi ni mjamzito. Na hata maisha yalipozidi kuendelea, binti bado anamkumbuka mama yake, anakumbuka familia kama kawaida. Basi leo akawa wametembelewa. Kumbuka bana, hawa watu wako kwenye vita. Ina maana ukikutana na mtu ambaye ana chembe chembe za tofauti na wewe, basi huyo tayari ni adui yako. Maana yake ni lazima mmoja wenu aweze kufariki au upone chupu chupu, kwa maana ya kwamba uweze kukimbia. Sasa binti bwana ni mjamzito, na wao wako wawili tu na huyo mume wake wa sasa, na maadui waliokuja wako kama wanne. Sasa vita hivi vinaendaje? Huyu jamaa ambaye tayari ni mume wa binti akamtambua adui mmoja wapo, kwamba huyu adui, ina maana kuna engo washakutana, yawezekana ni ndugu yake hivyo, lakini wameshatofautiana misimamo, basi tayari vishakuwa vita. Basi binti akajaribu kupambana kadri awezavyo, lakini ikawa ngumu. Kwa bahati nzuri alikuwa ameweka mtego, jamaa kanasa kwenye mtego, binti akaweza kukimbia. Binti anakimbia, anaelekea wapi? Hajui anakoelekea. Wakati huo amemwacha mshikaji wake, ameweza kupigwa mishale, yupo chini.
Basi binti anayekumbuka picha ya mshikaji wake yuko peke yake. Kumbuka alikuwa na mama yake, akaja kawa na mshikaji wake, sasa hivi yuko peke yake. Ikabidi akimbie mbali, hajui anakoelekea, lakini kwa bahati nzuri akakuta kuna camp moja ambapo watu wanaishi. Basi ile camp binti akajitambulisha, wakaweza kumpokea. Binti ni mjamzito, anashuhudia watu wanaishi humo ndani, wana watoto, lakini hajui ni camp ya nani. Lakini cha msingi watu wanaishi, basi na mimi nitaishi nao. Cha msingi watu wanafanya kazi, basi na mimi nitafanya nao kazi, bila kujali ni watu wa aina gani. Bwana, hii ni Bernard Cinema. Usisahau kulike, kusubscribe pamoja na kushare.